an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Labda turudie kwa Kiswahili. Sema nakiri kwa moyo. Nakiri kwa moyo. Na kubainisha kwa ulimi. Nashuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja. Na nashuhudia kwamba hakika ya Isa au Yesu si mwana wa Mungu wala si Mungu isipokuwa ni mtume wa Mungu kama mitume wengine. Nashuhudia kwamba hakika ya Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu nijalie unifishe hali ya kuwa mimi nikiwa Muislamu. Haya, hiyo ni hatua ya kwanza brother uliichukua. Hatua ya pili, hebu peana mic nyuma yako nitakuonyeshea. 62:2 Isaya. 62:2 Isaya. Unaona mpaka Yusufu anasema sallallahu, hii sadaka ndio imeenda. Ndio wanaenda. Yusufu, kanisa walimoelekea linaenda kubaki bila. Arangwa Yosefu, sio Yusufu. Yosefu hilo jina lingine mimi siwezi nikakuita. Huyu brother ni 62:2 kwanza. Nasema leo. Naam. Na mataifa wataiona haki yako. Na wafalme wote wataona utukufu. Na wafalme wote wataona utukufu wa Mwenyezi Mungu. Utaitwa jina jipya. Na utaitwa jina jipya. Mpe maiki. Brother, mtu anaposilimu huwa anabadilisha jina. Alafu ni vile kwa bahati mzuri hata hujajua ile jina Peter linamaanisha nini, lakini baada ya kubadilishia nitakuonyesha kwa mujibu wa Biblia maana yake nini. Sawa? Sasa kuna jina ulikuwa umeshajiandaa nalo, au sisi kama Waislamu tutafutie jina? Lazima nitafutie jina. Tukutafutie ndani ya Qur'an ama ndani ya Biblia? Tukutafutie ndani ya Qur'ani ama ndani ya Biblia? Mahali popote penye utasema ndio nimekuwa Muislamu, naweza tafutia ndani ya Qur'an. Basi mpe 48:29 Qur'ani. Lisipokufurahisha hilo tunakupa lingine. Haya mwalimu soma. 48:29 Qur'ani. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Piga kwa Kiarabu. Muhammad Rasulullah. Mpe. Brother, kutoka leo unaitwa nani? Muhammad. Sasa angalia sasa makosa ya jina ulikuwa nalo. Pale kwa mic sikiliza jina. 1:41 kitabu cha Yohana, sikiliza neno Peter. Unajua Peter ukiwa seli jela inaitwa Peter Songa. Wala ambao wameshaenda jela, maana Peter Songa ni wakati wa chakula na wakati wanapeana chakula. Ile sahani wakati umeshika hivi kwa mkono hivi. Ima ile chakula mpakuaji, kikiangukia bahati yako. Kikikosa kuangukia bahati yako mbaya. Peter Songa. Ikaitwa Peter Songa. Soma mwalimu. Ngapi mwalimu? 1:41 Yohana. 1:41 Yohana. Ndio. Inasema kitabu kisichokuwa na inasema 1:41. Inasema mwalimu wangu. Huyo akamwona kwanza Simoni
Huyo kwanza akamwona Simeoni ndugu yake mwenyewe, ndio akamwambia, na akamwambia tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Ndio akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama, naye Yesu akamtazama, akamwangalia, akasema wewe Usimeoni, akamwambia wewe Usimeoni, mwana wa Yohana, Yohana, utaitwa Kefa, na utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro, tafsiri yake Petro ni maana yake Pita au jiwe, Brother, angalia siku zote alikuwa anaitwa jiwe, naona habari. Azina jina la jiwe tumeacha, Muhammad ndio jina lako. Sasa ukitaka kujua maana yake Muhammad, sina moja sita. Maana Muhammad ndio hiyo. Sisi vitu zote tunatoka kwenye vitabu. Sina moja sita. Nasema wal ba'da'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Pika kwa hapo. wa qala Isa ibn Maryam, ya bani Israil, inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Atia Kiswahili. Inasema mwalimu wangu. Ndio. Wakumbusha aliposema Nabii Isa bin Maryam. Sawa. Kuambia Wayahudi. Sawa. Enyi wana wa Israeli. Sawa. Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Sawa. Sadikisha yale yalikuwa kabla yangu. Sawa. Katika Taurati. Sawa. Kutoa habari njema ya mtume. Sawa. Atakayejia nyuma yangu. Sawa. Ambaye jina lake litakuwa Ahmad au Muhammad. Endelea. Maana majina mawili hata haya ni moja. Maana yake mwenye kushukuriwa kwa maneno yake mazuri na vitendo vyake vizuri. Sasa brother, unaona jina Muhammad vile pale lazima mzuri, mwenye kushukuriwa kwa matendo yake mazuri. Ukaja jina Pita, maana yake mawe. Haya brother, tushamaliza. Sasa kinachofuata cha mwisho ni kwamba brother, mtu anapoingia katika Uislamu kuna mambo mengi huwa anayapitia. Kwanza labda utatengwa na familia yako. Kitu kama hicho kikitokea, basi Muislamu yoyote mwenye atakuwa karibu yako, huyo ndiye ndugu yako. Ukiwa na shida yoyote, mkimbilie mahali penye kuna msikiti, kuna imamu, ongea na yeye, mueleze tatizo liko nalo, ataweza kusaidia, kwa sababu sisi Waislamu wote ni my brothers. Sisi huwa hatuna kwamba wewe umetoka sehemu fulani ama sehemu fulani. Ila kwanza, la pili, najua kuna Uislamu na kuna Waislamu. Waislamu ni watu, Uislamu ni dini. Sasa wewe, mimi kibinadamu, mimi ni Muislamu, nikikosea ama nikikosea, usije ukasema Uislamu ndio umenikosea. Hapana, sema tu kwamba huyu Saidi ndiye amenikosea, na kama nimekosea inafaa tunakaa chini, tunaweza kusulishana. Sawa brother? Sawa. Asante. Kitu kingine ningependa kusema. Asante. Huyo ndio kiamba ameniambia nimeingia kwa majini. Huyo. Lakini nataka nimwambie kitu moja. Asante. Yusuf najua ameumwa. Nataka nimwambie kitu moja. Unajua, mimi I don't believe that Islamic is a majini thing. Unaona? Kwa sababu mimi nikiamua kuingia, nikiangalia Biblia na niangalie Islamu. Kitu ya kwanza, Yesu hakuwa na baba. Unaona? Na Yesu hakuwa na mama. Lakini alikuwa mtume. Kitu kingine, ukiangalia Adam. Adam hana baba, hana mama. Lakini alikuwa ni baba yetu sisi wote. So mimi nikiingia kwa Uislamu, sijaingia kwa sababu ya nimeingia kwa majini. Kwake ni majini, lakini kwangu uko sawa. Ajabu nimetafuta. Asante. Na brother, yani hebu mwambie bye bye. Mwage, mpa maji mwage. Mpatie maji mwage, ndio ataumwa kweli. Wakulija nikimwambia bye bye, nataka nimwambie hivi. Kwaheri na ujue kufunza watu. Hebu muangalie mwenyewe hapo. Kwaheri, lakini upeleke watu kwa njia ambayo inafaa. Waislamu, maneno matamu, maneno mazuri. Brother amesha kuacha Yusufu. Yusufu fanye kanisani -1. Mpa maiki mume kweli. Shika maiki. Ndugu yangu huyu jamani nimemuona hapa. Sasa ananiambia kwaheri, hata sikujui. Sikumwambia karibu. Sasa kwaheri namuona na hapa. Sasa kuna maneno umetamka. Kuna maneno umetamka ni imefanya kuambia hivyo. Maneno pengine amemchoza. Maneno yenye umesema. Yapi? Sasa nasema umemwambia ameingia kwenye dini ya majini. Ndugu yangu, Qur'ani inasema Allah hakuumba watu na majini isipokuwa wamwabudu. Sasa si anaenda kuabudu na majini.
Si ni kweli? Mimi si ni kweli? Ni kweli. Sasa wewe shida iko wapi? Si ni kweli? Shida iko wapi? Sasa si ameingia kwa majini. Subiri. Wajana na huyo sasa. Unadili na mwalimu wako hapa. Acha nisonge hapa. Si ni kweli? Wewe songa hapo karibu. Si ni kweli anaenda kuabudu majini? Lakini kanisani -1. Lakini anaenda kuabudu majini. Ni kweli? Kanisani -1. Baada ya majini anaingia. Ni kweli? Mwalimu ameingia. Angalia Yusufu, usipate tabu. Si nyinyi wao mnatoka huku mashariki na magharibi. Wacha swali lako. Hili tunamaliza. Yusufu, hilo unitaki mimi. Nani? Mimi unikwepi. Sawa, twende. Unikwepi. Unataka si nyinyi. Subiri. Si nyinyi Jumapili kuna watu wanatoka huku na wengine wanatokea huku na wengine wanatokea huku na wanaimba sitarudi nyuma. Ni kweli. Sitarudi. Alafu wakishapita asubuhi wanajua wamedanganya watu hawatarudi nyuma na wanakuja wamenyamaza kimya. Pole wanaenda. Wanaenda wapi? Wanarudi kwa manyumba. Sasa walisema hawatarudi kwa nyumba ama mpe mic. Mpe. Mwalimu, nipigie Luka 13:27. Hapa tunaona hata mabendera kila siku na ngoma. Sitarudi nyuma. Alafu ikifika jioni kimya. Wanapita tu. Na mimi kuna ile kanisa la Jeshi la Wokovu nishaikulianga Msomali 3000 alikuwa na kitambulisho. Naambia mzee polisi yao na kuweka ndani. Bwana, wakirejea kanisa hili bwana, hizo fanye serious bwana. Wanavaa uniform ya polisi. Naambia ria, sikiza bwana. Hao jamani makarawa. Unaona vile ni wengi. Hauna ID leta 3000. Na mimi nilikuwa dereva wa gari. Ilibidi atoe 1000 cheza yeye. Hii kanisa hii. Mwalimu soma 13:27 Luka, alafu tuambie, mwalimu alafu tuambie kama mimi naongea uongo. Si wanatoka huku mashariki, wengine wanatoka magharibi, wanatoka Kariobangi, wengine wanatoka Korokocho, wengine wanatoka City Stadium, wanakuja kutania hapa. Alafu wanaimba wanasema watarudi tena. Ikifika jioni kimya, kila mtu kwa sababu amedanganya. Naye atasema nawaambia siwajui mtokako. Mwalimu umesoma ngapi hiyo? 13:27. 13:27 Luka. 13:27. Hebu andie 24. 24 inasema mwalimu wangu. Sawa. 24 jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Hiyo ni 24. Rudi 21. 21. Umefanana na chachu aliyotoa mwanamke sawa akaisitiri ndani ya pishi 3 sawa za unga hata kwa chacha wote pia. Naye alikuwa akipita katika miji wa vijiji. Hiyo ni 21. Safiri haraka haraka enda kwa 23 enda haraka haraka. Mtu mmoja akamuuliza, "Je, Bwana, watu wanaookolewa ni wachache?" Yesu anaulizwa kwamba watu wanaokolewa ni wachache, ndio? Akawaambia, "Nini? Jitahidini kuingia katika mlango." Mtajitahidi kuingia katika mlango ulio mwembamba. Ulio mwembamba. Alafu wenyewe wanakosea kuimba. Badala waseme, "Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Nipe moyo safi Bwana. Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Tukawa milele nawe. Niongoze katika safari. Nishike mkono wako. Heri kuingia mlango ule mwembamba. Tukawa milele na." Yani tujitahidi siratal mustaqim, njia iliyonyooka ambaye atakuja kupita kila mmoja. Badala angalau mbembeleza Mungu amwambie tuimbe hivi. Alafu anaanza kusema Bwana Yesu ndiye kimbilio langu, shetani akimuona atatemeka shetani. Yesu mwenyewe akapandisha juu. Hii ghorofa iko karibu. Walimpandisha mlima mzee, alikuwa anaona Kenya mzima. Alafu eti anatetemeka. Wewe. Endelea mwalimu. Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Sawa. Kwa maana nawaambia kwamba wengi watataka kuingia. Wengi watataka kuingia katika mlango ulio mwembamba, kupita katika siratal mustaqim itakuwa ni ngumu. Endelea. Wasiweze. Umechoka?
Wakati mwenye nyumba sasa Yesu mwenye nyumba atafunga mlango. atakaposimama na kufunga mlango, Yesu atasimama na kufunga mlango. nanyi mkaanza kusimama nje Nyinyi sasa Yusufu ataanza kusimama huko nje kwa sababu ametoka hapa Kenya. Yesu hajafika. na kubisha mlango, Wataanza kugonga mlango mkisema wakisema nini? Bwana, Ewe Yesu, tufungulie. tufungulie. Atajibu na kuambia, Yesu atasema nyinyi siwajui mtokako. Yusufu sikujui na macho nne. Endelea. Siwajui mtokako. Endelea. Siwajui mtokako. Maliza. Ndipo mtakapoanza kusema, Hapo ndio wataanza kulia wakisema kule na kunywa mbele yako, tulikunywa na kula mbele yako, ulifundisha katika njia na zetu. tulifundisha kwenye njia ya Yesu. Atasema, Yesu atajibu anawaambia nini? siwajui mtokako. Kwa sababu wengine wametoka Kariobangi, wengine mwalimu, wengine wametoka Kayole, wengine wametoka Huruma, wengine wametoka Thika, wengine wametoka Kiambio, wengine wametoka Rongai. Yesu anasema nini? Maliza. Ondokeni kwangu. Ndio. nyote Mliofanyaje? mliofanyaje wadhalimu. Udhalimu, mwendelea. Mliofanyaje udhalimu. Sawa. Ndipo kutakapokuwa na kilio, Ndipo kutakuwa na kilio na kusaga meno. na kusaga meno. Alafu mpiga piano huyu Yusufu yule anapiga piano kanisani huyo, mwambie mzee atabeba msalaba mkubwa. Soda nyomsadenya tamlate mkadula mje mulokoke Yesu atawe. Alafu ike Yesu atawena, Yesu atawena. Alafu sasa inamaliza andiko. Mtakapomwona Ibrahimu, Hapo ndio mtakapomwona Ibrahimu, Isaka, Yakobo, na manabii wote katika ufalme wa Mungu wako mbinguni, wako peponi. Na sisi tunaje na mbingu, tuko naje na pepo? Ndio. nanyi wenyewe mmetupa nje. Nanyi mmetupa Yusufu. Wewe Yusufu, niangalia na macho nne. Yusufu, mtakuwa mmetupa nje. Maliza. Nao kuja watu kutoka mashariki, Haya sasa wa safari ya Kambwere ndio hiyo inaanza, ya kwanza, magharibi, na kutoka Rongai ndio hiyo, kutoka kaskazini na kusini. hiyo mbio ndio hiyo. Nao wataketi chakulani Watakuja chakulani wameketi. kwa ufalme wa Mungu. Yesu atajibu anasemaje? Na tazama, wako walio mwisho, ummati Muhammad. Mwalimu Polepole, Nabii Muhammad ndiye alikuwa mtume wa mwisho kutuma ulimwengu kama uno. Walikuwa mwisho ummati Muhammad. Wanafanyaje? Na tazama, walio mwisho ummati Muhammad, ummati Muhammad watakaokuwa wa kwanza. kuingia wapi? Kuingia wapi? Maliza. Watakaokuwa wa mwisho. Unaona, nyinyi wa Kristo mniodai kwamba Yesu kaja miaka 610 kabla ya Nabii Muhammad, mmepigwa teke. Kwa nini? 7:21 Mathayo. Wewe umekuja hapo unasema sisi tunaabudu majini. Wacha nikuonyesha na nitakwambia mpaka mmoja mwanafunzi wa Yesu anawapenda sana. Nasema walimu yangu, si kila mtu aniambiaye, Si kila mtu aniambia nini? Bwana Bwana Yesu. ingia katika ufalme wa mbinguni, Watakaingia katika ufalme wa mbinguni. bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu Bali yeye afanyie mapenzi ya Baba yangu. aliye mbinguni. Nataka mtu mmoja mwepesi aje hapa. Mtu mmoja tu mwepesi. Tutumia mfano. Brother kuja. Maliza mwalimu. Itasema walimu, wengi Asa nimeangalia hapa. Wengi watakuja. wataniambia siku ile, Yesu ataambiwa siku ile na wakina Yusufu, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako. hujameti ni kipofu sasa hajaoni. Baba, katika jina la Yesu tunaamuru mapepo yaliyokuwa ndani huyu kijana mwanao ili aweze kuona. Mtu ni kipofu ndugu yangu, mnamwombea aone leo, unamuuliza gari rangi anakwambia ni yellow. Hii ni ujinga. Endelea. Na kwa jina lako kutoa pepo. Kwa jina lako walitoa pepo wakaangusha chini, riswa wakakanyaga mpaka kifua. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Ndio kusema Ndipo waambia dhahiri, Yesu ataambia dhahiri, sikuwajua. brother, wewe umesema tafari na mapepo majini. Sikiliza, nyinyi ambao mnafukuza kila siku kanisani, toka na nitakutolea ndiko. Ukitoa moja wanaingia 7.
Asa naambia kanisa imetoa watu 100. 7 times 100 wangapi? Soma mwalimu. Sasa mwalimu. Ndipo nitawaambia dhahiri. Ndipo Yesu ataambia dhahiri, ukijua ulitoa pepo kwa jina la Yesu. Ukafanya miujiza kwa jina la Yesu. Ukafanya ndoto kwa jina la Yesu. Nini? Sikiliza vile atakwambia. Sikuwajua nyinyi kamwe. Yesu atasema brother, ondokeni hapa mimi kamwe. Ondokeni kwangu. Yusufu, ondoka mbele yangu. Nyinyi mpendao maovu. Nyinyi mpendao maovu. Kwa nini? Mlitoa mapepo 670 Yohana. Wewe umekuja kwenye mapepo, ulikuwa hujaona kama yako huko. Na hata Yesu mwenyewe alimpenda sana. Si mada zingine tutakangi. Mada zingine tutakangi kuingia bwana. Ukituchokonyoa tutakuingilia. 670 Yohana. Yesu akawajibu. Je, mimi sikuwachagua nyinyi thenashara? Yesu anasema katika wanafunzi wangu 12 katika kuwachagua mtembee na mimi, mwa pamoja na mimi nini? Na mmoja wenu ni shetani. Kuna mmoja wanafunzi wa Yesu alikuwa ni nini? Shetani. Alikuwa shetani. Alafu anasema Uislamu tunavuta na nini? Sasa yote aliyetoa pepo kwa jina la Yesu. Yesu anamwambia bwana, tokeni hapa, kwa sababu kama mimi mwenyewe nilikaa chini kafikiria nikasema huyu ni beshte yangu. Mnamtoa mnampeleka wapi? Baada jirani yake umaiki, kuna siku tuliachia mahali nataka tumalize na yeye. Anakuja Yusufu. Najua sindani yako iko jikoni inaiva. Mimi niko kote. Brother, acha tuongee na wewe. Haya Yusufu, Mambo ya kuruka huko na huku. Yusufu, wewe ni Muislamu. Swali iko hapa. Sasa mimi ni Muislamu, wewe Swali iko hapa. Ngoja. Wacha Subiri. Sasa why are you scared? Mbona unaogopa wewe ni Muislamu? Mimi siogopi. Basi wacha nikuulize swali. Usiniuliza kwanza, umesema mimi ni Muislamu. Wewe ni dini gani? Tulia kwanza. Wewe dini gani? Sasa unaogopa nini na wewe ni mwanaume? Brother, Acha niulize swali. Ngoja Yusufu, kabla hujaniuliza. Sasa unaogopa nini wewe ni mwanaume? Kristo, yani watu wa Kristo. Watu wa Kristo. Basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu. Mpe. Tulia. Ngoja tulia kidogo, tulia. Sawa mwalimu. Wa Kristo ni watu, sawa? Naam. Tunaambiwa kama nyinyi ni wa Kristo watu. Kama nyinyi ni wa Kristo. Watu yani, sawa? Nyinyi ni wa uzao wa nani? wa Ibrahimu. Umezaliwa na nani? Na Ibrahimu. Sina shida wewe kuzaliwa na Ibrahimu, nisikize. Wapi Ibrahimu ni Mkristo? Ndio nauliza. Baba. Mtarudi. Unasoma shina ngapi? 29. Arudi 15. Rudi 215 juu. Kaa chini, rudi 15. Inasemaje? Inasema ndugu zangu, nanena kwa jinsi ya kibinadamu. Ati nini? Nanena kwa jinsi ya kibinadamu. Mpe. Hiyo maneno ni jinsi ya nini? Maliza kwanza. Atamaliza tu. Mpe mic, chukua mic kidogo. Baba maliza. Ngoja. Atamaliza. Anasema nanena kwa jinsi ya nini? Ya kibinadamu. Kwa hivyo hii maneno ya kusema nyinyi ni wazao wa Ibrahim ni jinsi ya nini? Ya kibinadamu. Si jinsi ya nani? Nauliza swali. Namalizia sasa. Nauliza swali. Na kugeuzia swali. Wapi andiko Mungu anasema Ibrahim ni Mkristo? Leta sasa. Baba, wacha story ya binadamu. Baba anasema hivi. Baba kwa heshima. Nafikiri umekosa. Nakupa nikujibu. Baba. Tunachoongea. Nakuelewa. Hiyo tumeweka kando. Baba. Subiri kidogo. Tutamaliza au utamaliza? Tutamaliza. Nipe nafasi. Utamaliza na kupa nafasi, tulia. Hebu uliza swali inayokuzuia kuwa Muislamu. Nina swali hili. Uliza. Ukinijibu hivi, pia mimi naridhika. Unakuwa Muislamu. Naridhika. Haya uliza. Nasema hivi. Kama wewe ni Msomali, na uambiwe ama uambiwe babu yako alikuwa ni Msomali. Na uambiwe wewe ni uzao wa huyo mzee. Wewe ni nani? Ngoja, tunazungumzia uzao. Nimekuuliza kwa swali. Baba, nataka nikunielewe. Nimeweka mfano. Hebu subiri kidogo. Unasema nani? Naitwa Sam. Sam? Yes. Kuna vitu viwili hapa, nisikize kidogo. Nakuelewa baba. Kuna uzao ambayo ni ya kibinadamu. Na kuna imani ambayo ni dini. Dini na uzao ni vitu viwili. Sisi Waislamu tunaamini Mayahudi ni uzao wa Ibrahim kutokana na Isaka. Sawa Mayahudi walioko Palestina saa hii. Lakini katika imani na akida wako very wrong. Lakini genealogy yao hatukatai. Nisikize kidogo. Genealogy ya uzao wao hata kama tunawachukia aje, hatuwezi kataa hawa ni uzao wa Ibrahim kupitia Isaka, sawa? Na hatuwezi kataa Waarabu na Mtume Muhammad kuwa ni uzao wa Ismail, hatuwezi kataa. Lakini ikija imani, nisikize kidogo. Ikija imani, uzao na kibinadamu tunaweka kando.
tunadili na kitu inaitwa faith. Nisikiza kidogo. Naam. Faith tunadili na imani. Yes. Kuna imani ngapi hapa? Mbili. Kuna imani ya Uislamu ambayo ni dini, na kuna imani ya Ukristo ambayo pia ni dini, sawa? Swali. Ngoja kidogo. Hizo ni dini ngapi? Mbili. Dini ya Uislamu na dini inaitwa Ukristo. Uislamu kwa dini iko ndani ya Qur'ani, lakini Ukristo kwa dini ndani ya Biblia hakuna na ndani ya Qur'ani hakuna. Kwa hivyo wanakupa challenge. Subiri, nakupa challenge. Naam. Niko na simu hapa iPhone hapa niko nayo. Hii hapa. Enda ufanye research. Kesho ukileta andiko Ukristo ni dini. Ukristo ni nini? Ni dini. Mimi nakuwa Mkristo hiyo time. Hapo. Na nakupa iPhone. Na nakupa funguo ya gari. Nakupa zawadi. Naingia katika Ukristo, nakupatia gari, nakupa simu, na mimi nakufuata na kuwa nani? Ukristo. Ukiniletea andiko Ukristo ni nini? Ni dini. Kesho, sawa? Na mimi nakuhakikishia tu. Utaleta. Kwa rahisi sana. Utaleta. Nauliza swali. Wale kidogo. Nauliza swali. Challenge yangu umekuaccept kwanza. Nimekubali challenge yako. Utaleta kesho. Nimekubali. Saa ngapi unakuja? Basa kama haya. Ulete andiko inasema Ukristo. Makuja masaa. Unaleta andiko inasema Ukristo ni nini? Ni dini. Ukikosa sasa nisikize. Challenge inakuanga turn around Ukikosa sasa. Ukikosa Ni sawa. utaahidi unasilimu, sawa? Nitakubali kuwa Muislamu. Ukifanya nini? Nikishindwa. Na ukileta na mimi nakuwa nani? Mkristo. Haya, enda ulete. Haya baba. Tumemaliza. Yote ondoke. Next sasa. Ngoja, next. Tunamaliza na wewe. Wewe ni kesho. Tunamaliza. Kidogo tu. Mpe baba yako. Mpe baba yako. Huyo wa mwisho. Haya, Alex, habari yako? Salama sana. Umepotea muda mrefu. Kwa busy. Umekuwa busy na dunia eh? Haya. Kazi. Kesho hesabu. Na uchukue namba yangu kama unataka. Haya, tulia tu hapo. Haya, kesho lete andiko. Ukikosa unasilimu, ukipata na kuwa Mkristo. Tit for tat is a fair. Bas, tumemaliza. Alex, habari yako? Salama salmin. Alex, mbona usisilimu? Mimi nimesoma Qur'ani, naona hizo ni uongo peke yake. Nasiko ubaya. Haya, na wewe nakupa challenge. Umesema umesoma Qur'ani, umeona Qur'ani ni nini? Ni uongo peke yake. Nipe andiko ngapi? Moja peke yake. Ya Qur'ani, sawa? Inasema Qur'ani ni uongo. Leta nikuwa Mkristo. Haya, sawa. Toa. Mimi nasema Subiri. Wewe ndio ulisema mimi siwezi kuwa Muislamu kwa sababu nimesoma Qur'ani nikaona Qur'ani ni uongo. Nipe andiko ngapi? Moja peke yake. Qur'ani inasema Qur'ani ni Haya, sawa. Toa. Qur'ani sura ya 6 ya 112. Mpe isema Qur'ani ni uongo. Allah anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Hiyo ndio uongo. Kisha Biblia imekuwa hivi sasa. Wakati Biblia haijulikani ililetwa lini, nani alileta? Sisi tunajua Qur'ani iliteremka mwezi wa Ramadhani, tena imeteremka usiku wa cheo, Lailatul Qadri. Nyinyi hata hamjui hamna Lailatul Qadri wala hamna Ramadhani. Watu ambao ni Ramadhanless na Lailatul Qadri hawana, kisha useme Biblia ni kweli. Toa hiyo andiko, mpe asome. Anasema 6. 6 ngapi? 612. Mpe asome. Inasema hivi: kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Naam. Na namna hivi tumemfanyia kila nabii maadui. Kila manabii tumewafanyia maadui. Nao ni mashetani katika watu. Kuna mashetani katika watu na mashetani katika majini. Na mashetani katika majini. Mpe Alex. Kwa hivyo tunaona mimi sipendi kubita around the bush. Ni sawa. Nimekuuliza statement moja, sawa? Ni sawa. Inasema Qur'ani ni uongo. Umesikia? Subiri kidogo. Wewe subiri. Inasema wewe subiri kidogo. Wewe Alex. Subiri kidogo. Mimi nimeuliza wapi andiko inasema hivi Qur'ani ni uongo. Ni 3 words. Inaanza na neno Qur'ani, inarudi neno ni, inarudi ya mwisho ambaye ni uongo. Sasa subiri kidogo. Umesikia neno Qur'ani kwa hiyo aya? Alex, umesikia neno Qur'ani kwa hiyo aya? Unajua Mwenyezi Mungu alitupatia akili tutumie. Peana huko.
Sasa mimi nauliza Qur'ani ni uongo ama ni kweli? 17:105 anzia 104. Wacha tuulize Qur'ani ni nini? What is Qur'an? All the Christians, they want to know the meaning of Qur'an. What does the word Qur'an means? What is Qur'an? Now listen to the answer. Wewe Alex, sikiza Qur'ani ni nini? Soma hiyo. 105. 104 anzia. Inasema hivi. Na tukawaambia baada yake wana wa Israeli. Enda 105. Inasema na kwa ajili ya kuleta haki ulimwenguni. Rudia tena. Na kwa ajili ya kuleta haki ulimwenguni. Kwa ajili ya kuleta haki ulimwenguni ndio tumeiteremsha Qur'ani. Ati nini? Ndio tumeiteremsha Qur'ani. Kwa ajili ya kuleta haki duniani ndio Allah ameteremsha nini? Qur'ani. Endelea. Na kwa haki. Na kwa haki imeteremka. Ati nini? Na kwa haki imeteremka. Qur'ani imeteremka kwa haki. Haina uongo hata kidogo. Endelea. Na hatukukuleta ya Nabii Muhammad ila uwe mwonyaji wa habari njema na mwonyaji. Unaona, ili uwe mwonyaji wa habari njema. Basi kwa hivyo Qur'ani ni haki na Qur'ani inabaki kuwa haki. Mtu akisema ni uongo, yeye ndio muongo. Wabillahi tawfiq. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi